Mimi nataka kusema kwamba kuna hapa mtu ameuliza swali rahisi ya kwamba Mheshimiwa Atuoli, katibu mkuu wa wafanyakazi, akitoka ni legacy gani Mheshimiwa Atuoli ataacha? Unajua kama maybe umezaliwa jana ama 2013 ndio jua Kenya Atuoli imefanya. Kama kuna mtu amepigania wafanyakazi hii Kenya ni Mheshimiwa Francis Atuoli. Kama kuna mtu amepigania wa Kenya, kama kuna mtu ametetea wa Kenya during Moi, Kibaki, Uhuru, kuna sometimes pia unaweza choka pia utolee. So mtu anauliza ni legacy gani? Ndugu yangu, Kenya hii kama Atuoli angekuwa mtu corrupt, Atuoli angekuwa hapa, angeshatolewa kitambo sana. Kwa sababu wanasiasa wanangojanga ukifanya mistake, wanatumia wale ambao wako ndani, wanakufurusha. So hakuna mwanasiasa ambaye anaweza toa Atuoli. Kwa sababu gani? Atuoli ndio mtu ambaye amesimama kutetea wafanyakazi Kenya hii. Swali pia ambaye ameuliza hapa saa hii, juzi tulikuwa kwa Madaraka Day Vihiga County. Hapo kwa Vihiga Mheshimiwa Atuoli yeye alikuwa anataka William Ruto rais aongeze mshahara ya wafanyakazi kwa 25%, lakini rais akasema nitaongeza kwa 12%. Ni kazi ya Atuoli ama si Atuoli? Leo mtu anauliza wale rais Atuoli akitoka atakumbukwa nini? Kama Ruto, Mheshimiwa Rais William Ruto amekubaliana na Atuoli, kwa sababu hiyo ilikuwa ni proposal ya Atuoli ya kwamba Rais William aongeze mshahara ya wafanyakazi kwa 25%. Rais akasema ndio wapea 12%, hiyo 13 imebaki tutapangana mbele. Siasa, usifanye siasa kwa kila kitu ambao unaona faida. Mheshimiwa Atuoli ni mtu ambaye ni mjasiri, ni mtu ambaye hawezi nunua uoga, ni mtu ambaye ni mchapakazi. Atuoli sio mbunge, Atuoli sio gavana. So ukiona mali ina fail kwa county, uliza gavana wako, usijaribu kuuliza Atuoli. Ukiona mbunge ameshindwa kupiga lami, usiulize Francis Atuoli. Atuoli ni katibu mkuu ya wafanyakazi. Hiyo ni kazi ya Mheshimiwa Atuoli. So wakati mtu anauliza ni legacy ipi Francis Atuoli ataacha, Atuoli ndiye alikumsari wa mbele kupigania watu. Sasa kama si Atuoli, una expect ya kwamba hii 12% ambayo imeongezwa ingetoka wapi kama si Mheshimiwa Atuoli? Hiyo ni Mheshimiwa Francis Atuoli. Therefore, mimi ninarudia Atuoli, wakati imefika wewe kama Papa Francis, wewe ni mzaliwa wa Kakamega, Kuisero, Mumias West. Wewe kama kiongozi baba ya Western Region, ita viongozi wote, kwa sababu wewe ndio kiongozi wao. Ita kwa tebo wazungumuze lugha moja kwa manufaa ya Muluya. Kwa sababu unapata mimi ndio mtu fulani, mimi ndio mtu fulani. But ukuuliza wewe kama governor uko na pesa like 10 billion, 11 billion, 9 billion. Ni nini umefanya? Kampuni gani umejenga? Hakuna. Ndio maana nataka kuomba Mheshimiwa Atuoli, wakati imefika ni wewe. Ulitangulia kwa Ruto, sasa ita viongozi wote. Kaunti zote 5 ita kwa meza. Bukungu Stadium waamue ya kwamba kiongozi ni nani na wakaa kwa William Ruto kwa manufaa ya maendeleo. Asipeleke tumbo yake huko. Therefore, kuna vitu mingi ambavyo tunafaa kuzungumza. Unajua siasa is about interest ya community, sio interest ya mtu mmoja. Tumeona baadhi ya wanasiasa kutoka maeneo magharibi wakiinuka ni mimi, wakiinuka ni mimi. But Atuoli wanasemanga kitu kimoja, lazima ujiulize unapigania tumbo yako ama unapigania wananchi. Ndugu yangu, mimi nataka kuchallenge, nataka kuomba Francis, Dr. Francis Atuoli, katibu mkuu wa wafanyakazi Papa. Sisi kama maeneo ya magharibi ya Kenya, Luo Nyanza na Western,
mara mingi tumebaguliwa, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, William Ruto ni rafiki yako na ametukumbuka. Tafadhali Atuoli sikana Ruto sako kwa bako kwa manufaa yetu. Kana William Ruto sako kwa bako ili tuone maendeleo. Mheshimiwa Francis Atuoli, Muluya akipata, Mjaluo amepata. Hii ndio sasa tunataka. Muluya akipata, Mjaluo amepata. Mjaluo akipata, Muluya amepata. Lakini kwa sababu Waluya amekuwa mwaminifu sana kwa Wajaluo muda mrefu, tunakutuma kama kiongozi wetu, kama mzee wetu ya Western Region, ya kwamba tuunganishe sisi kama Wajaluo na Waluya tukao kitu kimoja kwa William Ruto. Hiyo ni mambo watu tunakutoka Atuoli.